Naam, karibu ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji katika kile kipindi chetu maalum kabisa, nacho si kingine bali ni Shua TV. Last time nilikuahidi kwamba wewe nitaenda kukupa exclusive interview. Leo tuko na Prince Katega, hasa hususan historia. Leo tunadili na historia ya Afrika. Prince Katega amechukua PhD ya historia ya Afrika, hususan dunia nzima, na pia ameipatia huko Uingereza. Naam, Prince Katega kwa wale wanaomjua anaishi Ulaya, na leo mada kuu yetu itaenda kuwa kuhusu historia inavyoathiri jamii kwa ujumla. Watu wengi wamekuwa wakipozea historia lakini hawajui kwamba inawaathiri kuanzia ngazi ya uongozi mpaka chini. Naam, Prince Katega, karibu sana katika studio zetu. Kabla tujaanza, tungependa kujua kwa nini unaishi Ulaya alafu wewe ni mwanaharakati wa Afrika. Kumbuka kuna ule msemo unaosema jasiri haachi asili. Una nini la kusema kwa watu wanaokujua? Asante sana ndugu mpasha habari. Ndio, mimi naishi Ulaya miaka mingi sana. Nataka hiyo watu wanaonifahamu wajivunie kuishi kwangu Ulaya, kwa sababu ndiko kumeniwezesha kuyajua haya ninayojua. Kwa sababu hawataki tujue, hawa watawala wa dunia, hawa wazungu hawataki Mwafrika ajue habari za Afrika. Na mimi kama umesema hapo, PhD yangu mimi nilichofanya sio tu historia ya Afrika, ni historia ya Mwafrika duniani. Yaani Afrika, wa Afrika sisi duniani tumekuwepo tangu lini? Tumewahi kufanya nini? Tumefanywa nini na nani? Na sasa tunatakiwa kuwa wapi? Kwa hivyo najua tumewahi kwenda wapi. Sisi ndio wa kwanza kuishi Amerika, sisi ndio wa kwanza kuishi Australia, sisi ndio wa kwanza kuishi India na China na Ulaya. Dunia ilikaliwa na watu weusi peke yao kwa miaka mingi sana, mamilioni, tukianzia milioni 4 ya uhakika mpaka miaka 50,000 tu iliyopita ndio tukaondoka Afrika. Lakini tuliondoka tukiwa weusi, tukaendelea kuwa weusi mpaka miaka 7,000 tu iliyopita ndipo watu weupe wakapatikana. Sasa mimi kuishi Ulaya, kama ni mtu anafahamu historia, haitaki kumshangaza, kwa sababu sisi ndio tumeishi Ulaya wa kwanza. Waafrika wa kwanza kufika Uingereza, kwa ushahidi tulionao sasa ni wa miaka 10,000 iliyopita. Kwa hiyo tumekuwepo sisi Australia. Sisi ni watembezi bwana, sisi ni wavumbuzi wa mambo. Kwa hivyo na mimi nafanya kama ambavyo walifanya mabibi na mababu zetu miaka ile walioondoka Afrika wakaenda kuvinjari. Kwa hivyo na mimi nimefanya hivyo, lakini hasa Uingereza ndio watu wametutawala wa mwisho, na mambo mengi waliotuibia yamefichwa huko. Kwa hivyo bila kwenda mwenyewe hutaona kwenye kitabu, na mimi sitaki elimu ya vitabu. Mimi ni mtafiti wa uhakika, mambo ninayosema yote nimeyaona. Nimeenda Paris Louvre Museum mara kadhaa, tunaangalia mambo walioiba. Kalenda ya kwanza kutengenezwa duniani miaka 1200 iliyopita walitengeneza wa Misri weusi wa Kamau, wameificha Louvre Museum Paris. Mambo makubwa, miili ya pharaohs, mafarao wetu waliokuwa kitawala Misri tangu miaka hiyo mingi tu, miili yao imehifadhiwa British Museum pale London, ambako nimeshaingia zaidi ya mara 11 na napeleka na watu, na maminara, obelisks yenye nguvu ya ufufuo ambayo wamepeleka Marekani, Washington DC, hapo London, River Thames, Ndio. Paris, Ndio. na Vatican City. Yes. Na moja nikaja kuiona pia Istanbul. Sasa bila kwenda huko nitakuwa kila siku napanda ndege naenda narudi, inabidi nikae hapo. Na watu wanasema where you stand determines what you see. Kwa hiyo nikikaa hapa tu Afrika sitaona mambo yaliyoko huko. Kwa hivyo nitaendelea kwenda huko ili niwaletee habari. Prince, naamini jibu langu limekuridhisha sana. Ndio sana. Asante sana Prince Katega, lakini umesema kuhusu wazungu wanavonyonya mali za Afrika, lakini ukiangalia ni vitu vingi sana ambavyo mzungu
amevivumbua. Kwa mfano ukiangalia kule piramidi za Egypt kule, wale farao wale ambavyo Mwafrika hakuvigundua japokuwa vinakaa kwake, unafikiri bila mzungu kuvigundua vingepotea hapa Afrika, lakini kwa sababu mzungu amevivumbua, basi ana haki ya kuvitunza. Hufikiri hilo? Ndugu mpasha habari, naona lakini ndio hivyo, ndio hiyo tunasema hii elimu hauna. Ukisema wamevumbua, sijui ni kitu gani walichovumbua. Mambo niliyotaja, nimesema hivi: la kwanza, tunayo kalenda ya kwanza kukamilika duniani ni tena nilikosea pale, sio 2000, sio 4200 iliyopita, ni 4200 BC, yani miaka sasa jumla ni 6000 sasa na 200 iliyopita. Hiyo ilitengenezwa Misri na Wakamau, yani wa Misri ni Waafrika weusi wa kale, sio hawa Waarabu walioko sasa. Wao ndio wamedesign. Tulianza na Stella Kalenda, baadaye wakatengeneza hii. Kwa hivyo hii ni mali ya kwetu Afrika, tulitengeneza, wakaiba, wakaenda kumuuzia King Louis wa 7. Kwa hivyo wameiba, hawana haki ya kuhifadhi. Nimekwambia obelisks au tunazita tekem kwa Kimisri, Kikamau, ile minara mikubwa mirefu kabisa, na ni mawe yenye nguvu, ni mwamba. Walikuwa wanachonga kwenye mwamba wa jiwe special ambalo lina nguvu ya ufufuo. Nikasema huo wamehifadhi huko Washington DC, wamehifadhi hapo America, London, wamehifadhi Vatican City, kati ya Basilica ile, Basilica Square ile, St. Peter's Square, ambako papa ndo wanatizama, na maandishi yake ya Kimisri yako pale pale, wanajua iko nguvu. Nikasema nyingine iko Paris na nyingine iko Istanbul. Sasa hizi ni mali zetu, zimetengenezwa na Waafrika zikapelekwa. Haya, nimesema miili. Sasa miili ya pharaohs, jamani, wanahifadhije miili ya mafalme wetu sisi? Kwa hiyo huo ndio ujambazi. Lakini wanajua wanachokifanya, vitu vyenye nguvu wanabeba, wanakanavyo. Sasa sisi tumekwenda tumevigundua, na mambo mengine mengi sana, artifacts ziko nyingi sana. Nenda Geneva, kuna museum kubwa ya mambo ya West Africa, unaona mambo mengi yaliyofanywa West Africa wamehifadhi huko. Kwa hivyo hawana haki kabisa ya kuhifadhi mali zetu, na ndio maana tunasema hata hizi za kwetu, hata wafalme kina Mangi Meri, vitu vyao vimepelekwa. Kuna yule dada aliwasumbua sana Wajerumani hapo Singida, wakamuua, akakata kichwa. Mfalme Songea amebeba kichwa. Tuna madinosaurs. Sasa hapo hakuna alichovumbua mzungu, vitu mambo yote ni ya kwetu. Ndio. Lakini wamehifadhi kwao, yanawafaidisha wao. Ndio maana hata tunasema ndugu Pagaze kwenye makala ile alisema Prince Katege wa pili yuko Ulaya anakula na kunywa vya walivyotuibia wazungu. Yes, it is true. Lazima wakati hatujafanikiwa kuvirejesha, basi tuweze kuvitumia tukiwa huko. Ndio. Lakini hakika tutashinda bila shaka. Asante sana Prince Katega. Na katika moja ya makala zako ambazo tukiona katika social media, mfano YouTube, Facebook na Instagram, inasemekana kwamba unasema kwamba wazungu wanatakiwa walipe fidia kwa wale walichotufanyia sisi wa Afrika enzi za ukoloni. Kwa mfano walichofanyia huko Yahudi wale Wajerumani, baada Wajerumani walichomfanyia Wayahudi kwa kuwalipa fidia kutokana na uharibifu uliofanyika katika vita vya dunia. Na unasema kwamba Afrika inapaswa ipewe fidia. Je, unafikiri kwamba ni sahihi sana? Kwa sababu tusiangalie sana ya nyuma, tugange yajayo. Una nini la kusema katika hilo? Nafurahi sana kunipa nafasi hii bwana kueleza, kwa sababu na sio hizo artifacts tu, hata watu nguvu kazi. Kweli mwanzo wa Afrika tulienda kwa hiari yetu. Napokuambia miaka 50 iliyopita tukaanza kuvinjari India na wapi huko kama nilivyosema, lakini baadaye walikuja sasa kutupiga na kuwabeba wa Afrika wenzetu kwa nguvu, wakawateka nyara. Ndio maana tunawaitaga prisoners of war. Walituvamia. Sasa hivi ni miaka 2500 imepita tangu wameanza kuchokonoa kuanzia Misri huko. Lakini walikuja wakabeba watu miaka 500 iliyopita, wakabeba. Tuna idadi ya watu
wasiopungua milioni 100 waliobebwa Afrika, kutekwa nyara na kupelekwa huko, wakawafanya watumwa, wakauziana huko. Ni mambo mabaya sana hayo. Watu milioni 100 kwa miaka 500 iliyopita, wangekuwa ni watu wangapi? Tungekuwa tunazidi population ya China hata mara 3. Kwa hivyo this is terrorism. Kwa hiyo ni crime against humanity. Wanalifanyaga eti wao wana haki za binadamu. No. Kwa hiyo tunasema lazima watupe repair, watulipe mambo mabaya waliotufanyia na waendelea kutufanyia. Kwa hiyo maana sisi ndio tumejenga Amerika, sisi ndio tumejenga Uingereza na Ufaransa, ni sisi. Kwa hiyo hawataki kujidai. Tujue sisi mwana na binti wa mama Afrika, hebu tambua kwamba wazee wako, bibi na babu zako, au bibi wa bibi, ndio walikwenda kujenga Amerika. Tunayosema Amerika wameendelea. Wameendelea wapi? Ni sisi, nguvu zetu. Watulipe. Na wanatulipa. Kwa sababu harakati yangu ni uhuru wa Mwafrika, wa fikra, la kukomboa. Yani ni ukombozi wa fikra ya Mwafrika. Tuanze kuthink right. Ndio harakati ambayo napambana niko nayo, na tujiunge tuwe wengi kutumia Shua TV. Asante sana. Tuwaelimishe watu wajue sisi ndio tumejenga Amerika, tumejenga Ulaya. Wamebeba watu wetu na vitu vya wafalme wetu, kama nasema mafarao, mili yao kabisa wamebeba mpaka leo iko huko. Inafanya nini? Warudishe na watupe fidia kubwa sana, trillions and trillions. Afrika hatuhitaji kwa tulipo bana. Tutajenga mabarabara ya kupita juu kwa juu, madaraja, tuwe na barabara highway, unatoka Cairo unakwenda Johannesburg, unatoka Senegal unakwenda Ethiopia, unakatiza. Fedha zote watatoa wao, kwa sababu tunawadai trillions and trillions worth of dollars, whatever they call them, or pounds. Na tutaki makaratasi, tunataka gold. Tunajua of course gold zetu zingine wameiba, lakini tunataka trillions and trillions worth of gold walete. Na tunazidai, na inawezekana, na tumeanza. Asante sana. Asante sana Preskateke. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, ukigundua vizuri unaweza ukajua kabisa huyu ni Muhaya original kabisa. Yeye anakuambia kwamba tunataka tulipwe kwa gold. Asante sana. Na tutuamie katika mada yetu ile leo tuleta ni kuhusu mtaala wa elimu, hasa katika historia na sekta zingine za elimu, inaathiri vipi maendeleo ya sasa hivi hasa kwa jamii na vijana kwa ujumla na kila mtu. Na umesema kwamba una harakati umeshazianzisha. Ni zipi hizo? Hebu tueleze. Asante sana. Ni kweli kabisa kwamba haya tunayofundishwa kuhusu Afrika hayana maana, hayatusaidii chochote. Lakini ni kwa sababu mitaala hii ni ya wakoloni, na sio katika historia tu, nyanja zote. Masomo tunayosoma tangu chekechea mpaka chuo kikuu, mitaala ametengeneza mzungu. Ni masomo ambayo waliandaa kwa ajili ya watu wahitimu wakafanye kazi kwenye viwanda vyao, kwenye mabenki yao, kwenye mahospitali yao, kwenye mahakama zao na vituo vyao vya polisi. Basi hayo ndio waliyofanya. Kwa hivyo sio masomo yanaweza katutoa. Lakini ngoja nijikite kwenye historia, kwa sababu ndio mada yetu kuu ya leo. Ukiruhusu habari zako akusimulie mtu mwingine, umefeli kabisa. Ndio maana mimi hata somo kama nilivyokuambia napenda kuita our African story, sio his story. Maana hii tunayosoma historia ni his story, yani habari za mzungu anazokuambia kuhusu wewe. Wewe wanakueleza tu kwamba, mpaka wengine wanakuambia mlikuwa nyani, wengine wanakuambia wanakusimulia kuhusu tu tangu kwenye utumwa, alafu wanaita slave trade, azitu tulikuwa tunafanya biashara. Kumbe kama nilivyosema mwanzo, ile ni terrorism kama nyingine. Wameteka watu nyara, wamewapeleka huko na hawakuelezi kilichotokea. Hata idadi hautajua. Sasa inatuathiri vipi? Inatuathiri negatively, vibaya sana. Kwa sababu sisi tunachojua habari, ukiondoa kaza mimi na wewe ambaye unanifuatilia na wachache ambao wameanza kufuatilia masomo yangu haya, mada zangu hizi, tukiondoa nyinyi wachache, watu wengi wanachojua kuhusu Afrika ni sasa sisi ni kwamba tulikuwa watumwa wa wazungu. Mpaka hata ulivyosema hitu wamevumbua. Mimi nakwambia duniani sasa hivi kwa sababu ya haraka naweza nikasema 90% ya mambo yote yaliyopo duniani leo yote tumevumbua sisi. Yote kwa maana ya yote. Ni kwamba hatujui. Hiyo itakuwa ni mada nyingine siku nyingine. Lakini ndio kweli.
hata ukisema electric bulb, hata hiyo umeme wa ndani, hata stethoscope daktari anavaga kwenye masikio anapimia nini, hata floppy disk, hata internet. Yote hayo ni kazi yetu, lakini kubwa zaidi sisi ndio tumevumbua moto. Kwa kile chochote ambacho kinahusu moto ni kazi yetu. Sisi tumevumbua kulima, sisi ndio tumevumbua kufuga. Wanyama wote walikuwa porini bwana, lakini Waafrika magenius wakasema hapana, kila siku twende kuwinda mbali. Hapana, ngoja tuwachukue hao wengine tukawatame. Hiyo ni sayansi kubwa. Kwa hiyo historia ni somo mimi naliona ni muhimu kuliko masomo mengine yoyote, kwa sababu ndilo linalokupa habari zako wewe. Kama nilivyoanza kusema, ulikuwa nani, umewahi kufanya nini? Kama hujui kwamba ulivumbua vitu, huwezi kujitahidi kuvumbua. Unasema sisi bwana wani maskini tu. Imagine languages kama hizo. We Afrika tunakuwaje maskini? Tuna dhahabu na almasi na tanzanite na ruby. Hilo neno la nchi maskini nalo tulikatae kabisa. Kwa hivyo wakafanya historia lisionekane somo muhimu. Kumbe historia ni sayansi. Historia ni sayansi ya kumbukumbu ya matukio duniani, au matukio ya dunia. Ndio sayansi hiyo. Kumbukumbu ni sayansi kubwa, sio hadithi. Kwa hivyo tufanyeje? Ni kwamba sasa serikali, tena serikali sikivu hii ya John Pombe Magufuli Dr. ituibue sasa. Mmeshaanza kutuibua. Tukae chini. Sisi tuna shirika letu, niko na Dr. wangu mwenzangu Mkiza London, African Heritage Foundation. Tumeshakaa tumedesign namna ya kusomesha watu upya na masomo yote. So mtu anakaa shuleni anasoma history, geography, chemistry, biology na religion na mathematics. Jamani, hicho kichwa hicho na mambo yote haya, na ukimaliza haya umesoma physics. Kwa hiyo inakupelekaje sasa physics? Kwa hivyo lazima watu tujifunze trade. Mtu anakuwa tangu hata darasa la kwanza tuanze kuandaa watu. Sorry, nitakuwa nimeenda mbali na mada yako. What I'm saying ni kwamba historia ndio somo muhimu kuliko yote. Sayansi hii ya kutunza kumbukumbu ya matukio. Kwa hiyo utajua kwamba tumevumbua mambo. Wakianza kujua watu, kwanza wakifahamu wa vijana tangu shuleni kwamba watu wa kwanza kuishi duniani ni hapa bonde la Ufa, Tanzania ya leo. Tuna ushahidi Ngorongoro. Kwa hiyo wataacha zile habari za Eden, sijui Eden ndio Mungu aliumba watu, kwa hiyo sisi tunaonekana kama vile sasa sisi tulitokeaje. Lazima wajue kwamba watu wote walikuwa weusi kwa miaka milioni 4. Ni only miaka 7,000 tu ndio kumetokea watu weupe. Wametokeaje? Somo lingine siku nyingine, interview nyingine, au kiruhusu nitatiririka. Lakini nakwambia kwamba tufanyeje? Basi waturuhusu sisi. Tumeshatengeneza model ya namna gani watoto wafundishwe tangu mdogo. Unamuona huyu anapenda nini, tangu darasa la kwanza anaanza kushona. Unaona huyu ni mshonaji huyu. Imagine mtoto tangu darasa la kwanza anaanza kushona, anaanza kutia kishikizo, baadaye anaanza kupinda, baadaye anaanza kukatakata. Imagine anamaliza form 6 kwa miaka hiyo 10 na ngapi, sio inakuwa hapo, unakuwa sio 13 akisoma kushona. Hata asipoenda chuo kikuu, akitoka hapo ukimpa cheti, mpe na trading license, mpe na kamtaji aende kuanza kiwanda, anakuwa designer. Haendi kuajiriwa na mtu, yeye anakuwa ni designer kwa sababu amejifunza tangu darasa la kwanza. Hawa mafundi watu wote, electrician, yani masomo yote yasomwe kwa study. Sio kunadharia tu, makaratasi si valence ya 3 sasa kujua si ina valence 2. Okay, asante sana mpasha habari. Nimekujibu. Najua utakuwa na maswali mengi, lakini pia naomba unitendee haki, uweke hapo YouTube channel yangu, watu waingie huko wafaidi zaidi, ili twende pamoja. Kwa kweli tumechelewa sana, lakini wanasema it's never too late. Kwa hiyo tunaanzia hapa tunakojikwamua sasa. Lakini kwa sababu ya internet tutajifunza mambo mengi. Angalia kama hii TV zako nzuri sana, online TV. Somo tunalifanya leo inawezekana mtu akalisikiliza mwezi wa 3 mwaka kesho, lakini bado liko vile vile. Kwa hivyo asante sana. Historia ni somo muhimu sana na tujifunze. Sasa waturuhusu vitabu, tuandike mtaala, tuandike sisi. Tuwaonyeshe kwamba watu wa kwanza wameishi hapa bonde la Ufa. Tuna ushahidi la Itoli pale Ngorongoro, kuna nyayo za miaka milioni 4, na sisi ndio ile kipindi cha maendeleo makubwa ya fikra ya Mwafrika pale tunaposema kipindi cha Old Stone Age. Zile ni zama za miaka 4.5 mpaka 3 tukavumbua yote hayo. Imagine mtu anafikiria kwamba anaweza kutengeneza jiwe likawa kisu. Hiyo ni science kubwa.
That is technology, my brothers and sisters. Kwa hivyo tukijua hayo tutapata tija, watoto watasema la, kama mababu zetu walifumbua hiki na sisi tutafumbua. Kwa hivyo ni somo muhimu sana historia, hebu tulishike, lakini sio kwa kusoma haya makaratasi ya wazungu tu ambaye hawatuambii ukweli. Hebu tuandike our own story. Asante sana. Asante sana Profesa Katega. Tunategemea kwamba Dr. Magufuli na kabineti yake wamesikia hili na hususan sekta ya elimu watadili na haya mambo na ni muhimu sana mtaala mpya wa elimu bwana ufanyiwe ukarabati, kwani maendeleo yanahitajika kwa haraka zaidi hapa Afrika ili tuweze tukawakutia na nchi zingine zilizoendelea. Na ulikuwa na Prince Katega na unaweza ukapata video zake nyingi zaidi ili kujua mambo mengi zaidi katika linki hapo chini, na pia unaweza ukasubscribe katika akaunti yetu ya Facebook, Instagram @ShuaTV, na please subscribe katika kikengele hapo chini katika YouTube kupata video nyingi za Shua TV. Naam, ulikuwa na mimi host wako Egifridi Mweyunge. Tukutane katika kipindi kijacho. Asante.